Kongamano hilo la siku mbili lililoitishwa na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehukumiwa kifo nchini mwake hivi karibuni mjini Nairobi, linawaleta pamoja wapinzani kadhaa wa Felix Tshisekedi pamoja na washirika wengi wa karibu wa Joseph Kabila. Hata hivyo, viongozi wengi muhimu hawajahudhuria mkutano huo. Tangu Jumanne, Oktoba 14, Nairobi, mji mkuu wa Kenya, umekuwa mwenyeji wa mkutano wa siku mbili wa sehemu ya upinzani wa Kongo ulioitishwa na rais wa zamani Joseph Kabila, aliyehukumiwa kifo hivi karibuni na mahakama ya kijeshi ya DRC kwa uhaini na uhalifu dhidi ya amani. Mkutano huo uliopewa jina la kongamano la makundi ya kisiasa na kijamii kuhusu mustakabali wa nchi unalenga kusikiliza maoni ya kila mtu na kubainisha suluhu zinazowezekana kwa mujibu wa mashirika na mshirika wa karibu wa mkuu huyo wa zamani wa nchi, yani Joseph Kabila. Wapinzani waliohudhuria ni pamoja na Augustin Matata Ponyo, waziri mkuu wa zamani chini ya Joseph Kabila, ambaye sasa anaishi uhamishoni baada ya kukutwa na hatia ya ubadhirifu, na Frank Diongo, mkuu wa chama cha Progressive Lumumbist Movement, ambaye alijitenga na Rais Felix Tshisekedi baada ya kumuunga mkono. Aliyekuwa mgombea urais aliyekaa gerezani kwa miezi 6 kwa kuchochea uasi Seti Kikuni pia yupo, pamoja na waasi wakuu wa rais huyo wa zamani kama vile Barnabe Kikaya bin Karubi, mmoja wa washauri wake wakuu, na Raymond Shisibanda, mratibu wa chama cha Common Front for the Congo. Mkutano umefanyika licha kukosekana kwa wahusika kadhaa wakuu wa upinzani. Mkutano huu unafanyika katika mazingira ya mzozo wa kisiasa na kiusalama unaotikisa mashariki mwa DRC, na wakati ambapo upinzani unaendelea kutoa wito kwa kuwepo kwa mazungumzo jumuishi chini ya upatanishi wa madhehebu ya dini ili kutatua. Wazo ni kuleta pamoja nguvu muhimu za taifa na kutambua suluhu zinazowezekana. Tiba, anaeleza Patient Saiba, mshiriki wa karibu wa Joseph Kabila aliyeko Nairobi, ambaye anahoji mgogoro ni mkubwa. Je, tunapaswa kukaa kimya? Mkutano huu, hata hivyo, unafanyika wakati viongozi kadhaa wakuu wa upinzani wa Kongo kama vile Moise Katumbi, Del Sesanga na Jean-Marc Kabundi hawakushiriki. Kuhusu Martin Fayulu hakualikwa, kwa mujibu wa msemaji wake. Hii ni taarifa kutoka huko DRC, ambapo tunaeleza kwamba baadhi ya wapinzani wa Felix Tshisekedi wamekutana nchini Kenya chini ya uratibu wa Joseph Kabila, aliyehukumiwa kifo nchini kwake hivi karibuni. Jijini Nairobi linawaleta pamoja kongamano hilo wapinzani kadhaa wa Felix Tshisekedi pamoja na washirika wengi wa karibu wa Joseph Kabila, ambaye amewahi kuwa rais wa nchi ya DRC Congo.